Ikiwa ni siku mbili toka litokee tukio la watoto wawili kufariki katika kijiji cha Kwale wilaya ya Wete, Pemba, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto yafanya ziara kijijini huko katika kujiridhisha tukio hilo sambamba na kuwapa pole familia ya wafiwa hao. Akizungumza mara baada ya kufika kijijini hapo, Naibu Waziri Wizara ya Maendeleo ya Jamii Zanzibar, Mheshimiwa Zawadi Amur Nasor, amesema ni vyema wazazi kuwa waangalifu kwa watoto na kuwaweka karibu ili kupunguza changamoto kama hizo, sambamba na kuwataka wananchi kuacha tabia ya kusambaza picha za marehemu hao. Tusikitisha sana. Na tulipokuwa huko mbali na watu wanapoona kwenye mitandao, kila mtu awaza vyake, atafsiri vyake. Tukaona bora basi ipo haja kwenda kuona familia na watu wasikilize wao kama waguswa wakubwa wa hili wasemaje kuhusu hili. Lakini kwanza tukushukuru sana kwamba hata familia yenyewe injiridhisha kwamba hili tokeo ni la watoto wenyewe inavyoonyesha kwa sasa. Ingawa kwa sababu tupo duniani na tuna serikali yetu, tuna wataalamu, lazima wafanye uchunguzi kwanza kujiridhisha na hizo fikra zetu kama ndio zilivyo. Niwaombe muendelee kuwa na subira sana, na katika msiba huu mzito ambao umewafikia, tukienda kwenye imani ndio maandiko na ndio siku hiyo ilishafika. Kwa hiyo sote mwisho wa siku tutasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa sababu nasi tupo kwenye foleni. Lakini chingine kwa ujumla wake, basi labda nitoe wito tu kwa wazazi kujitahidi basi kuwa nao karibu watoto. Watoto wa sasa wana maamuzi mengi kwa sababu walimu ni wengi wakienda huko nje uraiani. Waangalia mitandao wakaona namna gani wanaweza kujiua na mambo mengi. Mtu eneo karibu mara nyingine kuhusia, ingawa mtu siku yake ikishafika haina ujanja, lakini kuwafanya wapenzi, kuwafanya watu wa karibu, kuwasikiliza matakwa yao zaidi ili tuone basi tupunguze zile changamoto zao. Lakini pia nitoe wito jingine kwa vile hawa washokuwa ni marehemu sasa, ni waombe watumizi wa mitandao ya kijamii hizi picha zisisambae tena. Watoe kwenye mitandao alionayo afute, alionayo afute, na simsambazie tena mwingine, kwa sababu wenzetu washafika mbele ya haki. Sivyo tena kuweka kwenye mitandao, ni kama kwamba sasa wakashifu au tuwaonyesha si nzuri tena na isienee, kwa sababu nje upande mwingine za hata ikatoa taswira kuwafundisha na wale wengine kujaribu vitu kama vile. Bora viondolewe kabisa ili tusione tena yale. Akitoa pole afisa mdhamini Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Pemba, Hafidh Ali Muhammad, amesema ni vyema familia kuwa wastahamilivu, huku akiviomba vyombo vinavyohusika kuendelea kulifanyia uchunguzi tukio hilo. Pole kwa misiba ambayo tumewakuta, na sisi tunatugusa kama wizara kwa sababu tunasimamia watoto. Ndio maana tukaja na Mheshimiwa Naibu Waziri hapa. Mimi ni afisa mdhamini Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ambaye nasimamia kwa Pemba. Kwa hivyo tumekuja na naibu wetu kuja kuona na nyinyi, kuwapa pole mustahimili na mitihani hii, na mengine hatuwezi kuyasema sana. Nafikiri vyombo vinavyohusika vitafanya uchunguzi kuja na jawabu, lakini sisi kama sisi tutakupeni pole na tutasimamia yale ambayo yanahusika tukayafanya. Inshallah tutafanya, tuko pamoja na tutajaribu kuja, tutaona na nyinyi, tutajua na sisi wizara kama wizara tutafanya kitu gani inshallah. Pia mmoja alitangulia kuja kwa maelezo. Je, yule aliyokuja mwingine kama msema Mheshimiwa Naibu Waziri alimkuta mzee ashajitundika kwa na mimi anajitundike ili mimi niondoke, au alikubaliana kwa pamoja wakafanya ile kitendo kwa pamoja? Lakini hii kesi imetuja kushtua zaidi kuona kwamba na kaka mtu na aliamua kutaka kufanya hivyo. Na maana hapa pana shida kidogo. Uchunguzi ufanye kazi kwa namna zote, mpaka madaktari na wafanye uchunguzi wao. Isije kuwa hapa pana tatizo la afya ya kiakili pia napo. Unaona? Kwa hiyo nafikiri sisi tumekuja tumeona na mazingira yalokuja. Hakuna kitu kizuri kama kuona mwenyewe kwanza mazingira. Kwa kana sisi tuone na sisi na ripoti yetu itakuwaje, lakini pia tunasikiliza zaidi maelezo ya wataalamu wa pande zote. Kuna vyombo vya ulinzi na usalama na taratibu zao, lakini kuna madaktari na taratibu zao, na kuna ushahidi wengine na taratibu zao ambao sisi kwa kawaida hatuwezi kuutia mkono, tusubiri. Lakini mazingira tumesha yaona, na sisi kama sisi tutakuwa na ripoti yetu ambayo tunajua nini tutafanya inshallah. Akizungumza
Akizungumza katibu wa sheha wa shehia ya Finya kwa niaba ya sheha wa shehia hiyo, Saidi Hamad Isa, amesema tukio hilo limesababisha kaka wa marehemu kutaka kujitoa uhai. Mmoja au mapacha wawili, alikuwa mmoja kagombezwa na kaka yake, katumwa na mama yake hakutaka. Kwa kagombezwa na kaka yake, afanye ile jambo lililoambiwa na mama ufanye, akachukia. Akazoa ile nataka, akaitia hasira, akaondoka kwenda zake akacheza kule. Kwa hiyo wakawa mfuata watoto wadogo hao. Halo akasema msinifuate mimi, sitaki kufuata. Lakini akamfuata wadogo. Huko aliko kwenda. Hakushughulikiwa tena na mtu hapa. Mama tena akamaliza kumenya ule mhogo akauondoa. Alipokwisha kuondoa, akaja ile pacha mzee alikuwa huko kwa ifi yake. Akatoka mbio huko. Akaja huko. Alipofika akamuuliza mama, "Rudi kwa wapi?" Akaondoka kwenda cheza kule. Na akatoka mbio. Akaenda hiyo hendi. Mida hiyo aliambiwa afanye kazi tu hapo. Kwa hiyo tena ndio mzee akatoka ruti. Yuko wapi? Akaambiwa cheza kule. Na akaenda mbio huko. Walipokwisha kwenda mbio huko ankaa mama kashamaliza hapa kashafanya moto jikoni. Akanyanyuka enda kata kuni. Ajote jikoni. Ndio enda tena kaona tayari washakufa. Nakata kuni tu kule waona tayari washakufa. Laha ningine wamegusa chini. Nimetia vitanzi kamba moja tu wawili, kwa hiyo ningine hivyo laha nini. Miguu kanyaga chini hivi. Nani? Huyo mtoto? Hakuonekana na kamba. Kwa sijui kama alifija au ni umo wa Bagamu mwanando kama usa nyingine. Zakadika za ng'ombe vipande vile vikaashwa tu umo. Walipoondoka hapo hakuonekana na kamba. Alinyanyuka tu akalia akaenda zake kule akasema usinifuate. Ndo hakutia swasi mama kwa sababu hakumuona na kamba alana chochote. Kwa hiyo tena ndio hivyo alipokwenda kule ndakata kuna jeti jikoni sasa ndio akawaona. Akaja akamta kaka yao ndani. Mtoka washakufa wale, washakufa. Ndio katoka mbio wakaenda wakawaona. Saa nyingine unasema saa nyingine kama hivyo kigombeza kitu kaswalini. Mkirenzenu tu, si wadogo. Mtakuja jua mie saa nyingine husema mama hivyo. Sema kitu ni ile hadi tu shafika tena mzaliwa shirika, wengine wanaandika siku ya kufa nayo tukae shirika. Kwa hiyo mzee hajafanya lolote, hajagombezwa hapa iko haibu katika kuambiwa afanye kazi. Yuko ifi yake huko. Etoka tu kwa ghafla. Kumbe ni ile hadi tena ya mwita naye. Uja hapa ndo akauliza mwenzangu yuko wapi? Akaambia mwenzake kakwenda cheza kule kwa naye akaenda. Alipokwenda ndo akafanya ile tukio shiriki. Wenye wao tu. Umerizika kama hasira wao tu kwa hasira zao tu. Na mawazo pengine mawazo ya kitoto. Awali dada wa marehemu hao akieleza tukio hilo ilivyokuwa, amesema sababu za kutokea tukio hilo ni kutokana na kukosana na kaka yao kwa kushindwa kufanya usafi wa nyumbani. Kiukweli baada ya tukio hili hapa, watoto kufanya hili tukio hapa, wakati wananchi wapo, baada ya kuwepo wananchi, alikuwepo kaka mtu mnene akiwepo katika nyumba ile pale, alijifungia milango na yeye. Baada ya muda mfupi naye akaingiza kamba pale kwa juu na akaanza kujaribu au akajaribu tukio la kutaka kujidhulumu au kujiua, lakini ghafla kuna watu wakapo pale wakapanda juu, wakaenda wakakata ile kamba na wakaweza kumuokoa mara moja. Tukio hili limekuwa kitendawili kwa baadhi ya wananchi wengi na baadhi ya viongozi kutokana na mazingira yake, lakini bado juhudi za watendaji katika kulifanyia uchunguzi zinaendelea ili kupatikana mwafaka wake.